Johnson mbele ya M15 Simba Sports anakwenda kufaulu mambo yote mawili. Tunakwenda kufanya mkutano wa amani na tunakwenda kuchukua point 3 zidi ya Bamako mali. Kumbe mlikuwa mmeandaa vita. Nani? Mnaenda kufanya mkutano wa amani, kwa kuna vita. Amani ni neno ambalo mimi napenda kulitumia na nitaendelea kutumia kwa sababu unajua umuhimu wa amani. Sio mimi tu. Yesu ameshawahi kusema amani, amani, amani. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi kusema amani kuna baadhi ya uongozi wa Simba ambao inadaiwa kwamba inatoa siri za klabu ya Kuna Msimbazi kupeleka upande wa pili. Tumeona Magori akizungumza kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao hapo pamoja na klabu ya Simba. Mimi nafikiri hili mwenye uwezo wa kulizungumzia sana ni Magori. Mtazamo wako kama shabiki. Kama shabiki wa klabu ya Simba. Kama kweli lipo ni jambo la kulaaniwa. Sio jambo zuri. Wana Simba tunalilaani. Wana Simba tuliungi mkono. Na mimi naamini kama kweli huyo mtu yupo huyo anakuwa sio Simba. Kwa sababu Waswahili wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Simba wa kweli ni yule ambaye anayeumizwa na matokeo ya Simba. Simba wa kweli ni yule ambaye Simba ikifungwa na Simba wanalia na anafanyaje? Analia. Ukimwona Simba inakwenda kupoteza wana Simba wanalia, kuna mtu anacheka, huyu sio Simba isipokuwa kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Hili kwa niaba ya mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba tunalilani. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu ikiwa kweli huyu mtu yupo, basi Mungu iko siku atamtoa hadharani na watu wa Simba tutamjua kumbe mbaya wetu ni Kisugu. Pengine labda wakati ambao amezungumza mwenyekiti wa bodi Crescentius Magori, kuna wakati alitakiwa kusubiri mkutano mkuu pengine ili kuepusha hii taharuki na sintofahamu kwa mashabiki na wanachama wa Simba kuelekea mkutano mkuu. Yes, kaulizwa. Aniulizwa anatakiwa afanyeje? Ajibu. Amejibu alichokiulizwa. Lakini wewe pia hapa tunakuuliza umejibu kwamba no comment, usubiri na tukamuulize muhusika mwenyewe, kwa maana hata yeye pia alipaswa kusubiri. Kwa sababu nimesema kamuulize muhusika kwa sababu yeye ndiye anayemjua, yeye ndiye aliyemuona, isipokuwa mimi nimesema kama kweli huyu mtu yupo kafanya haya mambo, sisi kama wana Simba tunafanyaje? Tunalaani. Sasa hatuwezi kuunga mkono jambo kama hilo. Sawa. Kisugu, imepita miaka 8 mpaka sasa, na nasema imefika, kabla kutumia neno imefika. Mfumo wa mabadiliko ndani ya Simba ni kama vile ni kitendawili kukamilika kwake. Pengine haya yote yanasababishwa na kutokamilika kwa mfumo wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba. Unajua Johnson, ngoja nikwambie kitu kimoja. Tanzania hakuna klabu inaendeshwa katika mfumo wa mabadiliko. Simba ndio ilikuwa klabu ya kwanza kuingia katika huo mchakato na kuona namna ambavyo sasa tuna haja na mahitaji ya kwenda kubadilisha mfumo. Wakati tunakwenda kubadilisha mfumo, tuliamini hiki ambacho tunakifanya ndio sahihi. Lakini kuna vitu viwili kwenye nchi. Kuna Simba Sports na kuna nchi. Nchi ina sheria zake na ina taratibu wake. Kwa hiyo sisi tunapokwenda kufanya kwenye mfumo, tukarudi kwenye nchi, wenye nchi wametupa mwongozo namna ambavyo ya kufanya. Utaratibu unatakiwa uwe hivi, na ndio maana tunakwenda katika mkutano wa kikatiba wa mwaka, lakini moja ya ajenda yetu ni kwenda kufanya mabadiliko ya nini? Ya katiba klabu ya Simba. Sasa dhamira yetu na nia yetu iko pale pale, kuona namna ambavyo Simba inaendeshwa katika mfumo wa mabadiliko. Wanachama tulichofikiria leo kuona namna ambavyo mdhamini mmoja au mwekezaji mmoja anastahili kuwepo kwenda kudhamini Simba Sports. BMT baraza la michezo wamesema rakcha, kwa mujibu wa taratibu za nchi wanatakiwa wawekezaji wangapi? Watatu. Nimpongeze sana Mohamed Dewji almaarufu Mo. Baada ya kupata mfumo na kwa namna alivyojitolea muda wote, ameridhia hayo mabadiliko ambayo yanakwenda kufanyika. Na mimi naamini katika hao wawekezaji ambao watakao kuja, basi sisi kama wana Simba, mwekezaji ambaye tutambeba kwa mgongoni kwetu kuhakikisha anafanikiwa anaendelea kwa ndani ya Simba, Mohamed Dewji. Bado mnamhitaji. Yes. Abaki peke yake ama aongezewe na watu wengine? Nimesema maelekezo ya serikali. Wawekezaji wanataka wangapi? Watatu. Lakini wawekezaji watatu kuna hisa 40 na ngapi? 49. Naam. Simba watakwenda kuzitia sokoni hisa 49 kwa watu wangapi? Watatu. Maana yake 49 ukigawa mara 3 kuna mmoja lazima afanyaje? Anachukua nyingi. Mohamed Dewji.
Mo achukue nyingi. Kwa nini Mohamed? Moja ana sifa kuu mbili. Moja ni mwanachama wa klabu ya Simba mwenye dhati kabisa na Simba Sports. Lakini pili ni mkweli. Ni mtu ambaye anajitolea kwa moyo. Kwa hiyo mimi kama Kisugu naacha utaratibu ufuatwe, lakini moja ya mapendekezo yangu katika wekezaji tuendelea kuwa na Mohamed Dewji. Kisugu, tunaweza tukasema kwamba pengine katiba ya Simba ambayo inatumika kwa sasa ina mapungufu ndani yake. Yes. Katiba iliyokamilika duniani ziko mbili tu. Mbili tu dunia nzima hii. Katiba ya Marekani pamoja na India ndio katiba ambazo zilizokamilika. Zobakia zote hazijakamilika. Siku hadi siku zinafanywa amendment. Kwa hiyo katiba klabu ya Simba kama ina mashaka basi ni sawa, na ndio maana kila siku nafanya amendment. Na kufanya amendment mpaka pale ambapo utakapoenda kukamilika. Katiba gani ambayo unajua imekamilika? Wewe. Hizo mbili. Basi ndio hizo mbili. Kwa hiyo ya Simba sio shida. Wakati mnaingia katika mfumo wa mabadiliko, moja kati ya gumzo ilikuwa ni kubadilisha katiba, kubadilisha baadhi ya vipengele katika katiba ya Simba, ambapo watu walidai kuhusiana na mfumo wa uwekezaji. Mwanzo mlionekana kupinga watu watatu, kitu ambacho kilipelekea mfumo huu wa mabadiliko kusimamishwa na sasa ni takriban miaka 8. Kipi ambacho mnahisi viongozi wanaenda kukifanyia kazi hasa kwenye mfumo huu wa mabadiliko ambao mnaenda kwenye katiba, kwa sababu mnaingia katika mkutano mkuu wa wanachama ambao unafanyika mara moja tu kwa mwaka Kisugu? Kwanza John, lazima niseme Johnson, wanachama wa Simba wanahitaji sana mabadiliko, na ndio maana tulikubali mfumo wa kwenda kufanya mabadiliko kwenye klabu yetu. Na kwa nini ulikaa katika miaka 8? Kuna mambo mengine tuyavumilia, tuyapasi kuyazungumza kwenye medias. Lakini wako watu kwa makusudi ambao si Simba wamekwenda kukwamisha mfumo wa mabadiliko ya Simba kwa makusudi. Kwa sababu leo hii BMT baraza la michezo walikuanza jana. Yeah. Sikiza vizuri Johnson. Mabadiliko ya Simba katika kubadilika kwake, Simba sio kwa mwaka huu ndio wamekwenda BMT baraza la michezo. Wamekwenda muda mrefu. Na nina ushahidi mara nyingi kila walipokuwa wanakwenda walikuwa wanaambiwa wanaenda kubadilisha hiki, Simba wanakwenda kubadilisha. Sasa wao kwa sababu wanahitaji kuona namna ambavyo timu zinajiendesha kisasa. Kwa nini mabadiliko yao singezungumzwa kwa pamoja, ili mradi sasa wameshakucha na watu wameshaingia kwenye mfumo wanakwenda kidogo kidogo siku hadi siku. Kuna namna watu wanakwamisha. Tulia. Tulia. Leo hii kama utakwenda kwa management ya Simba, wamekwenda kwenye taasisi ambazo zilikuwa nahusika kufanya mabadiliko ya klabu ya Simba, basi naamini kama wangekuwa na viatu soli zao zimelika. Kilichokuwa kinakwamisha Simba wakienda kila siku wanaambiwa nendeni mkabadilisha hiki. Wakibadilisha hiki wanamwambia tayari tumeshamaliza, anambia na hiki je? Akishakuwa na hiki je? Kwa maana tatizo lipo kwa wabadilishaji wenyewe. Simba tuna shida. Kama hamna shida, mbona vipengele vinabadilishwa kimoja kimoja? Nimesema huo ninachozungumza, aliyekuwa anataka atoe muongozo ndicho alichokuwa anafanya makusudi. Kwa hiyo ongeza sauti, unasema mlikuwa mnafanyiwa makusudi. Kwa hiyo mimi naamini siku ya tarehe 30 amani itatawala kwenye mkutano wa Simba, na tutakwenda kufanya mabadiliko kwa mujibu wa taratibu ya maagizo, na inshallah mimi naamini kila jambo litakwenda vizuri. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa kuelekea mkutano huu mkuu ni kwamba watu wanatamani Simba ibadilishe mfumo, mwenyekiti wa klabu ya Simba awe na nguvu ya kufanya maamuzi ndani ya bodi, ndipo mambo yatakwenda sawa. Pengine ikienda ndivyo sivyo, Simba mnarejelea pale pale mlipokuwa. Mimi nimesema mabadiliko ya katiba tunakwenda kufuata maelekezo yaliyotoka kwenye serikali, kwa maana BMT. Yeah. Tunakwenda kuangalia nini BMT wametuelekeza sisi tufanye. Yeah. Kile ambacho walichotuelekeza kufanya ndicho ambacho tunakwenda kufanyaje? Hata kama hakiwabebi. Nimesema sasa je, kama hatukufanya nani anaipitisha hiyo katiba wakati wao ndio wasajili? Mmeridhia chochote kitakachokuja kwenda. Kuna muda lazima uridhie. Baba akishasema leo uwezo wangu hapa kununua maharage, unachagua mawili, ule au ule na njaa, mtoto unafanyaje? Unakula. Lakini moja katika watu ambao mimi
Naheshimu na nitaendelea kuheshimu Mohamed Dewji. Sasa Amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri ndani ya Simba. Na niwaombe mashabiki wa Simba, niwaombe wanachama wa Simba, kama kweli tunaamini kuna kiashiria cha kuweza kumuondoa Mohamed kwenye Simba, tusikubali. kama kweli Kuna kiashiria, kinaashiria kwamba hiki kiashiria kikienda kutendeka, Mohamed in the presence ya almaarufu Mo atakuwa hayupo ndani ya Simba, hatutakubali. hampo tayari kumwachia naye. Ziko fununu bwana, anakuja mwekezaji mpya. Ya, inawezekana. Na makampuni yanataja. Ya, inawezekana, lakini ujaji wao wanakuja kufanyaje? Kuwekeza. Wanahitaji wawekezaji wangapi kwa namna ambavyo ulivyosikia? 3. Mo yumo. Kwa hata kama anayekuja awe kama na mzigo mkubwa, ila Mo apewe kipaumbele. Yumo. Mujibu wa hiyo anachozungumza. Yes, yumo. Hata kama anayekuja akija na mzigo wa kutosha kuliko Mo, bado Mo apewe kipaumbele. Unapomzungumzia Mo unakwenda kumzungumzia kijana tajiri bara la Nazungumzia pesa. Nisikilize. Kijana tajiri bara Afrika. Hakuna kampuni wala taasisi anaweza kuweka mzigo mkubwa kumpita Mo kwenye nchi hayupo au kwenye bara la Afrika. Nazungumza tajiri kijana, kuna wazee matajiri kuliko. Waje wawekeze waone Mo jeuri yake nini. Wao wakiweka 20 mwamba anaweka 25. Taarifa hizo ninazo. Kumbe ndio maana mchakato huu umeendelea kuchukua muda mrefu kwa sababu ya hiki ambacho umekizungumza Kisugu. Kimechukua muda mrefu kwa sababu kwa namna ambavyo utaratibu wa serikali inaonekana kwamba kuna vipengele hatujaviweka sawa sawa. Na ndio maana tumeambiwa ili mabadiliko yenu yakamilike, maana yake lazima mkatekeleze haya. Mmenielewa vizuri? Ndicho ambacho kilichokwamisha. Tunakwenda kutekeleza yale maamrisho ambayo waliotuamrisha. Kwa maana hiyo kama mambo atapitiwa vema, basi Murtaza Ali Mangungu anakwenda kuingia katika bodi na kufanya maamuzi ambayo pengine kwanza lazima tuingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi sio mwaka huu. Nasema hivi, unapokwenda kubadilisha katiba, maana yake kuna nafasi inatakiwa ifanyeje? Ijazwe. Tutakwenda kujaza hiyo nafasi kwenye uchaguzi. Yes. 2020 ngapi uchaguzi? Kabla 2020 katiba ya Simba ina mwongozo wake. Inawezekana katiba ikaonyesha kwamba hii nafasi inataka ifanyeje? Uchaguzi wa dharura au sio? Tutakwenda kuziba nafasi. Una imani na mwenyekiti Mangungu? Sio tu mwenyekiti Mangungu, na imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Nimezungumza mwenyekiti. Nina imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Akiwemo Mangungu. Nina imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Una imani na Murtaza Mangungu? Nina imani na viongozi wa Simba wote walikuwa madarakani. Kitoa wote, nimemzungumzia Mangungu. Mimi wote na imani nao. Akiwemo Mangungu. Wote na imani nao. Anaingia kwenye bodi sasa hivi. Asha Baraka na imani naye. Isa Masudi na imani naye. Muba na imani naye. Uongozi wote wa Simba mimi na imani nao. Bwana, ziko taarifa ambazo nasema baadhi ya wachezaji hawajasafiri kwa sababu ya mtonyo. Hizi taarifa Kisugu umezisikia, na kama umezisikia ni taarifa za uongo? Ni taarifa za kuzilaani, kukemea na taarifa za kukemea. Wachezaji waliosafiri na timu ndio mwalimu ambao tayari mashatingiza katika programu ya mchezo ambao unaokuja. Hakuna mchezaji ambaye alikosa kusafiri kwa sababu ya pesa. Na mara nyingi timu zote zinaposafiri ni chache sana kuondoka na watu wote. Yuko mchezaji wa watani zangu jana nilikuwa nakunywa naye juice maeneo ya